Licha ya mazungumzo hayo mazuri, lakini tunataka kujua siri ambayo iko ndani ya Future World kuweza unasema kushika soko kwenye sekta hii ya driving na masuala ya ufundi kwa muda mrefu. Mna siri ya ajabu, lakini labda nikwambie malengo ya uanzishwaji wa hiki chuo. Kwa watu wa miaka hiyo ya 90, miaka 90 kulikuwa na jambo lilikuwa linaendeshwa na serikali kuhamisha umiliki wa uchumi, shughuli za uchumi kutoka kwenye serikali kwenda kwenye sekta binafsi. Wakati huo kulikuwa na ubinafsishaji wa makampuni mbalimbali. Kwa ubinafsishaji uliambatana na uhaba wa ajira. Watu wengi, kulikuwa na wimbo maarufu unaitwa redundancy, retrenchment. Watu waliachishwa kazi. Kwa hiyo ikaonekana kufundisha vijana kazi za mikono jambo muhimu sana. Sisi tuliingilia kwa mlango. Kwa hiyo malengo yetu makubwa ni kuhakikisha kwamba tunatoa course ambazo zitaenda kutoa ajira kwa vijana. Course yetu ni kwamba hizi ajira za vijana au ajira zozote huwa zinaenda na muda. Kwa hiyo ni kwenda huko na badilika kulingana na mahitaji ya soko la wakati huo. Walikuwa wanafundisha ufundi magari. Sasa tunaendelea kufundisha ufundi magari kwenye conventional way. Unafundisha magari kwa teknolojia ikibadilika na wewe ubadilika. Unafundisha madereva kama mahitaji ya sasa yakoje, unatakiwa na ubadilika. Kwa hiyo tumekuwa tukibadilika machi na mahitaji ya wakati huo. Na of course na juhudi ni kuhakikisha kabisa unajishughulisha kwamba mahitaji ya soko la ajira nini kwa wakati huu na kuja na kozi zinazoendana na mahitaji ya watu. Kwa mfano tunakuja na kozi hii ya walimu wa watoto wadogo. Kwa sera ya elimu ya 2010 na hasa toleo la 2023 ambalo limebadilisha muundo au limebadilisha utaratibu wa utoaji elimu. Kwamba elimu ya msingi itaanzia elimu ya awali mpaka darasa la 6. Na elimu ya lazima itakuwa kidato cha 4. Sasa kwamba leo hii huwezi mtoto kaandikisha darasa la kwanza kama hajapita mafunzo ya awali. Sasa tayari hilo ni tunaona kwamba kunahitajika. Kwamba kuna nursery school na siku hizi zimeibuka, hazikuwepo miaka ya nyuma nyingi sana. Lakini je, nursery schools hizi vituo ya day care kuna wataalamu? Hakuna. Sasa hiyo ni fursa kwa vijana kujua kwamba wanahitaji kusomea eneo hilo, kwa sababu lina fursa ya ajira. Vile ni huduma muhimu kwa jamii inahitajika.